Hivi mnadhani yale kama yangeachiwa bila ya kudhibitiwa, hii nchi leo ingekuwa wapi? Hivi kile kikundi cha watu wachache kilichokuwa kinaingia barabarani na watu milioni 65 waliobakia, yani watu milioni 65 wapate madhara kwa sababu watu 1000 walikuwa barabarani. Huwezi kulazimisha itoke tume nje ije kutuchunguza Watanzania. Hatujafikia bado kwenye kiwango hiko. Huyu ndo shehe wa kwanza Tanzania kusifia mauaji yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba. Yaani yeye kasema waziwazi kabisa ni heri watu 1000 wafe, lakini sio watu milioni 60 wapate madhara kwa sababu ya watu 1000. Hii kauli yake ilidhihirisha kwamba yeye ameunga mkono watu waliokufa. Okay, natumaini utakuwa hujanielewa. Huyu anafahamika kwa jina la Shehe Pembe. Kama mlisikia kipindi cha hapa katikati, Shehe aliibuka na kuzungumza vitu vingi sana. Yeye hakuibuka, ila yeye kaja kuibuka hivi karibuni na kutoa maneno haya. Hii video ukiitazama mpaka mwisho, hakika naamini unaweza ukatoa neno baya kwenye comment. Lakini nachoomba tukua mvumilivu, kwa sababu alivyoviongea huyu shehe hakika vinatia hasira. Wakati wa Tanzania wakiwa wanalia na wanaomba kila siku kwa Mungu awapate ndugu zao, shehe kama huyu anatoka na kuunga mkono kile kilicho jiri, na akasema nyinyi mlitaka watu wafanyajwe. Yani yeye kadhihirisha kabisa na kutoa maneno ya Qur'ani tukufu akisema Mtume alisema kulinda nchi. Kuna neno aliliongea by the way, utamsikiliza. Yani mpaka kaenda kushirikisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huyu mzee anaashiria nini anapovizungumza hivyo? Hapa ndipo unapoona kuna mtifuano mkubwa kati wa Kristo na Waislamu, hususan kanisa Katoliki na mashehe kama hawa. Na kanisa Katoliki lishai kusema kwamba huu muhura ambao upo ni wa rais Muislamu, kutafutia muhula wa rais Mkristo mtapata shida nyinyi. Mbona mtapata tabu? Kwa nini mnakuwa hivyo? Hivi maji ni shehe mkubwa kama huyu na kuna waumini wanamfuatisha na wanamuamini. Anadhihirisha kabisa kwamba kile kilichotokea kilikuwa na haki na hakukuwa na sababu kabisa ya tume kuundwa, eti tume ya nje ije hapa iundwe kwa sababu ya Watanzania. Akasema kabisa waliochaguliwa kwenye tume hiyo walikuwa na sifa zote zilizostahili za kuundwa tume, ndio maana akachaguliwa, na yeye anawapongeza. Akapongeza pia jeshi la polisi kwa kudumisha ulinzi na kufanya kile kilichofanyika. Mimi nisiwe msemaji, naomba isikilize hii video nzima, alafu naomba nikukute kwenye comment tujibizane hapo. Huyu shehe utaenda kuswali msikitini kwake, ama huyu shehe akija kwako kukuomba maji utampa? Drop comment. Yale yaliyokuwa yanafanyika na kila mmoja ameyaona kwa macho, mie nimeyaona na nyie mliokuwemo humu ndani mmeyaona. Hivi mnadhani kama yale mambo yangeachiwa, kituo chetu cha mwendo kasi tumekiona, tumeshuhudia kikichomwa, tumeshuhudia kile kikichomwa, tumeshuhudia vituo vya polisi vinachomwa, tumeshuhudia maduka ya watu Kinondoni yamevunjwa, tumeshuhudia ATM pale mbele Manyanya imevunjwa, tumeshuhudia vituo vya mafuta Lake Oil pale mbele Diafra kimevamiwa, kimechomwa moto. Hivi mnadhani yale kama yangeachiwa bila ya kudhibitiwa, hii nchi leo ingekuwa wapi? Yale kama yangeachiwa, wale watu ndo waachiwe wafanye wanavyotaka. Yani lengo lilikuwa waachiwe wafanye wanavyotaka. Mnadhani nchi leo ingekuwa wapi? Hivi kile kikundi cha watu wachache kilichokuwa kinaingia barabarani na watu milioni 65 waliobakia, yani watu milioni 65 wapate madhara kwa sababu watu 1000 walikuwa barabarani. Tunapohukumu tuhukumu kwa uadilifu. Yani lengo ilikuwa waachiwe wafanye wanavyotaka, au lengo ilikuwa ni nini? Sasa wale waliowachochea leo wanaanza kuiona dola mbaya. Sie wakati tunasema msiende, tuliitwa chawa, tuliitwa hatuna PhD. Leo watu wamekufa, inaonekana serikali mbaya. Lengo lenu lilikuwa ni nini kama sio kuwafanya vijana waende wakafe? Tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Amani ni tunu Waislamu.
Yaani ikiondoka hii mikusanyiko yote hii haiwezi kuwepo. Nakumbuka mimi Ijumaa tumeshindwa kuswali hapa. Nilitoka Tegeta, kutoka Tegeta mpaka hapa nilitumia 60,000 kwa bodaboda, 60,000 kunitoa Tegeta mpaka hapa. Na nimekuja hapa nafika njiani na sasa mufti ametangaza Ijumaa hakuna. Tumeshindwa kuswali Ijumaa hapa. Mliokuwepo mnakumbuka. Tulishindwa kuswali Ijumaa hapa. Sasa Waislamu tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Hubbul watani minal iman. Kuipenda nchi yako ni katika imani. Wale waliokuwa wanahamasisha Oktoba 29 watu wakayafanya yale, hakuna hata mmoja mtoto wake aliyeguswa hata na wembe, hakuna. Nyie ni mashahidi hapa, sio wengine tumetukanwa katika mitandao kila ina matusi. Wale ambao waliokuwa wanahamasisha watu waingie barabarani, hakuna hata mmoja, mdogo wake, mjomba wake, wala mwanaye aliyeguswa hata na kiwembe. Tafsiri yake ni kwamba wao familia zao zilibaki salama, ila familia za maskini na mafukara ndio waliotoa kafara waende wakafe. Tafsiri yake iko hivyo. Tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Tunapozungumza kitu kinaitwa amani, tuelewane. Tunatofautiana katika baadhi ya mambo, na inawezekana kuna baadhi ya vitu haviko sawa, lakini hatuwezi kuharibu nchi. Yaani rudi kwenye hadithi ya Mtume, hubbul watani minal iman. Kuipenda nchi yako ni katika imani. Huwezi kuharibu nchi. Tukae chini tuzungumze, wapi kuna mapungufu, wapi tunakosea, turekebishe wapi, lakini sio katika mtindo wa kuvuruga amani. Tena mbaya zaidi, kuna watu wanakuwa wana ajenda za kisiasa. Zile ajenda za kisiasa huwa wanashindwa kuzipush ajenda zao, wanapitia mlango wa nyuma kuzipush ajenda zao, kuwataka watu wengine waingie barabarani ili wao waweze kufanikiwa kwenye ajenda zao. Sasa unapoiharibu amani kwa ajenda yako ili wewe uwe mtu fulani, sio jambo la sawa sawa, wala Uislamu hautaki kitu kama hicho. Na uongozi huwa haulazimishwi kwa kuwalazimisha watu wakafe. Kwamba ingieni barabarani mkaandamane tupindwe serikali tuchukue hivi niwe kiongozi. Hapana. Uongozi ni amana ambayo Mwenyezi Mungu anaamua kumteua anayetaka kumpa amana hiyo. Uongozi ni amana. Mwenyezi Mungu anamteua anayetaka kumpa amana hiyo, sio kwa kulazimisha watu waingie barabarani waende wakaandamane watu wafe. Kwa hiyo kilitoweka kitu kinaitwa amani ya Oktoba 29. Sasa baada ya kutokea yale na amani ikatoweka na yakatokea yale yaliyotokea, hekima na busara ilibidi iundwe tume. Hapa nipaguse kidogo, hapa nipaguse mahala nyeti sana. Hekima na busara ilibidi iundwe tume ya kuchunguza kile ambacho kilichotokea Oktoba 29. Tume iundwe kwa mujibu wa kile kilichotokea Oktoba 29. Tanzania ni nchi huru. Yaani huwezi kulazimisha itoke tume nje ije kutuchunguza wa Tanzania. Hatujafikia bado kwenye kiwango hiko. Yaani hatujafikia bado kwenye kiwango hiko. Kwa sababu kabla ya kutazama ulipoangukia, tazama ulipojikwaa ni wapi. Kila mmoja anajua sosi, sababu ya yale yaliyotokea, sababu ilikuwa ni nini. Kila mmoja anajua. Hakuna mtu asiyejua, hata mtoto mdogo ukimuuliza hapa anajua sababu ya kutokea yale yaliyotokea ilikuwa ni nini. Watu walihamasishwa kwenye majumba ya ibada, watu walihamasishwa katika vijiwe mbalimbali, watu walihamasishwa kwenye mitandao, lengo waende wakavuruge amani katika nchi. Very clear. Jambo liko wazi, wala halihitaji mjadala. Hivi hili nalo utahitaji mchunguzi kutoka nje aje kuchunguze? Yaani utahitaji tume kutoka nje? Ikaundwa tume ya kuchunguza kilichotokea. Tume uzuri wake ni kwamba imewapata watu waliokuwa weledi sana katika mambo. Yaani wana sifa. Huwezi kumtoa hata mtu mmoja ambaye hana qualification katika wale. Yaani huwezi
kumtoa hata mtu mmoja ambaye hana qualification katika wale. Kila mmoja ana vigezo vya kuwemo katika tume. Wote ukiwatazama CV zao ni kubwa, wana haki ya kuwepo katika tume. Kwa mfano, ungewatoa wale, ungemweka nani katika nchi hii? Wale kina Jaji Chande kwa mfano, unawatoa wale kina Agustino Ramadhani, unawatoa wale, unamweka nani kwamba ndio wawepo katika tume? Tume ikafanya kazi yake, na baada ya kufanya kazi yake ikaleta ripoti ya kile kilichotokea. Sasa ajabu ni kwamba wale ambao waliokuwa wanawahamasisha watu wafanye vurugu Oktoba 29 ndio wale tena wamekuja mbele wanaipinga tume, kwamba wanasema tume haikufanya sawasawa, tume haikufanya uadilifu, tume yenyewe imeundwa kimchongo. Yani wale waliokuwa wanawahamasisha watu waingie barabarani ndio wale wamekuja tena mbele kutia tena hamasa kwa watu ili ionekane tume haina uhalali, tume haiko sawasawa. Ya jamaa, lengo ni nini? Kwani tuliyasema haya kabla ya kutokea, leo yametokea, mnarudi tena nyuma, mnaanza kuiona serikali ni mbaya, tume ni mbaya. Lengo lenu ni nini katika nchi? Ndugu zangu, kiuhalisia tume imekabidhi ile ripoti kwa rais, na wameeleza dondoo zao na yale ambao wamekutana nayo, wameeleza pale, na wameeleza mapendekezo baada ya yaliyotokea Oktoba 29, mapendekezo yao wameeleza pale, na hakuna kipengele hata kimoja ambacho wamekiacha. Unapolazimisha tume itoe ripoti kwa mtazamo wako, hiyo haiko sawasawa, hiyo inakuwa haiwezi kuwa sawasawa. Yani kuna mtu analazimisha tume itoe ripoti kwa mujibu anavyotaka yeye, kwamba alowahamasisha polisi wapige risasi walikuwa ni nani, tena nani alihamasisha wale kuingia barabarani, kisha ndo tuje kujua sasa nani kaamrisha polisi kupiga risasi wale. Alafu tujiulize swali, je, wale watu ilibidi tuongea jamani, acheni jamani, jamani acheni jamani watu jamani, ndio ilibidi iwe hivyo? Ya jamaa, kaifa tahkumuni, tunahukumu vipi haya mambo? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kilichotokea katika Oktoba 29 ulikuwa ni uvunjifu wa amani na kuharibu nchi yenyewe, taswira yake ndio ilikuwa lengo. Lakini kwa hekima na busara serikali ikaunda tume kwa lengo la kuchunguza na ikaja na majibu. Sasa ni wajibu wetu sisi kama Waislamu, narudi kwenye pointi yangu ya msingi, ni wajibu wetu sisi kama Waislamu, ni wajibu wetu sisi kama Waislamu